Mnamo mwisho wa Agosti mwaka 2025, maagizo ya upelelezi yalipelekea walinzi wa DCI kuvamia nyumba ndogo ya ghorofa huko Tatu City katika gatuzi la Kiambu. Wakikutana na mbinu za kiteknolojia zilizovutia macho, kompyuta nyingi, server, mashini za kuhesabu pesa, safe na simu kadhaa. Muda mfupi baadaye, Seth Mwabe alifunuliwa hadharani kama mshukiwa wa kuhusiana na udukuzi uliodaiwa kusababisha upotevu wa shilingi milioni 11.4 shilingi za Kenya kutoka mfumo wa malipo uliohusiana na kampuni ya kubeti. Seth Mwabe alikamatwa na kupelekwa kotini ambapo kesi yake ilipokelewa na mahakama. Baadaye mahakama hiyo ilimruhusu kuondoka kwa dhamana. Seth Mwabe alisomea Bachelor of Science in Information Technology katika Chuo Kikuu cha Meru na kujiunga mwaka 2018. Wakati akiwa chuoni, alisemekana kushiriki kwa bidii katika shughuli za usalama wa taarifa na kushindana katika mashindano ya Capture the Flag na hackathon za kitaifa, ambapo ripoti za jamii za IT na mitandao ya kijamii zinaonesha alifikishwa kwenye nafasi za juu. Hata hivyo, katika vyanzo vinavyoeleza alikuwa miongoni mwa washindani. Hii ilimfanya apendwe na heshimiwe ndani ya jamii ya vijana usalama wa mitandao. Hata hivyo, aliacha masomo akiwa mwaka wa pili. Hadithi za kwanza zinaeleza kwamba aliamua kuondoka chuoni ili kutafuta kazi za kitaalamu zaidi, akijieleza yeye mwenyewe kama mshauri wa usalama wa mitandao na mtu mwenye mafunzo ya kujifunza mwenyewe tangu mwaka 2017. Ripoti za mitandao ya kijamii na video za hafla zinaonyesha Seth alipata mafanikio kwenye mashindano ya udukuzi wa kimaadili, yani ya CTF na hackathons. Hata hivyo, baadaye ripoti za uchunguzi za DCI zinaeleza kwamba shughuli zilizoripotiwa zilifanyika mwezi Julai mwaka 2025. Kampuni ya malipo, yani Payment Service Provider, iliripoti upotevu wa shilingi milioni 11.4 shilingi za Kenya. Pesa hizi zilipotea kupitia mwingiliano usioidhinishwa kupitia mfumo wa PesaLink na akaunti ya benki iliyohusishwa. Upelelezi wa kitaaluma ulidai kuwa mwathiriwa alitumia udanganyifu wa kiufundi kuzuia udhibiti wa ndani wa mfumo wa malipo kwa kupitisha miamala isiyoidhinishwa. Wakaguzi wa DCI walichukua vifaa vilivyokuwa vimewekwa nyumbani kwa mshukiwa huyo na kuonesha muundo wa lab ya udukuzi. Seth mwenyewe alioji kwamba alikuwa akifanya kazi za ushauri wa usalama na kwamba kile kilichofanyika kilikuwa ni mtihani tu wa programu aliyokuwa nayo. Vyombo vya uchunguzi vinaendelea kuchunguza kama mapato hayo yalikuwa matokeo ya udukuzi uliofanywa kimakosa au kwa makusudi. Vyombo vya habari viliripoti kwamba uchunguzi ulifuatilia kiunganishi kati ya hasara iliyoripotiwa na kampuni ya malipo. Hata hivyo, ripoti kadhaa ziliainisha matumizi ya boti ya Telegram au viungo vya Telegram vinavyoweza kufanya uendeshaji wa miamala, au kwamba aina fulani ya kiungo cha programu kilitumiwa kuhifadhi au kupeleka pesa. Pia jina Africell Money Transfer Limited lilionekana katika baadhi ya ripoti kama kampuni ya malipo iliyoathiriwa. Ripoti hizi za upelelezi zinataja pia matumizi ya PesaLink na akaunti ya Diamond Trust Bank kwa miamala 38 inayodaiwa. Taarifa hizi zinatokana na maelezo ya DCI ambapo ziliandikwa kwenye vyombo vya habari. Baada ya kukamatwa, Seth alipelekwa kotini ambapo mahakama ya Milimani ilipokea mashtaka na baadaye kumruhusu kwa dhamana. Serikali ilidai siku za ziada za kukamatwa ili kukamilisha uchunguzi, lakini mahakama ilikataa sehemu ya maombi ya muda mrefu bila sababu za kutosha. Hadi ripoti za hivi karibuni, kesi ilikuwa bado ikiendelea na uchunguzi zaidi ukitazamiwa kufanyika hapo mbeleni. Hali halisi ya kesi bado haijafika. Madai bado ni ya mashtaka na si hukumu. Hadithi ya Seth Mwabe ni mfano wa mchanganyiko wa vipaji, fursa, ukosefu wa nafasi rasmi, mitandao ya jamii inayokuwa kwa kasi na changamoto za kisheria zinazotokana na uhalifu wa mitandao. Kwa upande mmoja, inaonyesha jinsi vijana wenye ujuzi wa teknolojia wanaweza kupata majukwaa ya taarifa na kuibua hofu. Kwa upande mwingine, inakumbusha jamii kwa ushahidi wa kitaaluma uliochambuliwa ni muhimu kabla ya kutoa hukumu hadharani.
Kwa kuwa kesi bado ni ya mahakama, ni vyema kusubiri matokeo rasmi kabla ya kutoa maamuzi ya mwisho au kumhukumu mtu kisheria. Nami mtazamaji wangu na kuachia haya ufikirie, je, kijana huyu alifanya vyema au la? Na je, kama alifanya vibaya, nini kinafaa kifanywe? Ama je, kama alifanya vyema, nini unaona alichofanya vyema? Niandikie maoni yako kwenye comment section, nami nitashukuru sana. Naam, ni hayo tu kwa sasa. Tafadhali na kuomba like video hii na subscribe kwenye channel hii ili kupata makala yetu pindi tunapotoa. Nikushukuru wewe mtazamaji wangu. Mimi jina langu ni Kamanda Nicholas Mwita. Hadi wakati mwingine. Bye.